Fanya mazoezi mepesi ya taratibu kwa ajili ya kurejea kwenye utimamu wa 100%. Kwa mchezaji wa namna hiyo huwezi kusafiri naye wala huwezi kumpa kucheza kwa sababu kuna uwezekano akatonesha jeraha lake. Kwa hiyo tumeamua kumwacha aendelee kufanya mazoezi binafsi, na timu itakaporejea atajiunga na wenzake. Musa alikuwa kwenye timu ya taifa ya Guinea, lakini ripoti tulipata kutoka huko ni kwamba bado anajisikia maumivu ya hapa na pale kwenye goti ambalo aliumia kwenye mechi yetu ya mwisho dhidi ya Gaborone United. Kwa hiyo atarejea Tanzania, tutamwangalia tuone wapi kuna changamoto ya aina yote, na baada hapo tatolewa. Ndio maana umeona tuko na Abel Hussein pamoja na Tanzania 1 Yakub Suleiman. Nataka umefanya kikao na wachezaji kuzungumza umuhimu na uwekezaji wa mchezo huu. Tueleze kwa namna ambavyo mikakati ilivyo kwa kila ambacho mmezungumza na wachezaji kwa kile kama mmefika mchezo huu ambao utakuwa wachezaji wa Simba wanafahamu umuhimu wa mchezo huu. Kama kuna mchezaji hajui kama Simba anatakiwa kwenda hatua ya makundi, basi itakuwa ni changamoto kubwa na atakuwa hastahili kuwa Simba Sports Club. Kwa hiyo wachezaji wenyewe tu wanafahamu ya kwamba tunatakiwa kuipeleka Simba makundi, kwa sababu kwa wale wachezaji waliopo wanaufahamu huo ndio utamaduni wetu. Kapombe huna haja ya kuanza kumkumbusha sana kwamba Simba ndio makundi. Mozamir huna haja ya kuendelea kumkumbusha kila siku kwamba Simba walikuwepo kwenye safari ya Simba na makundi miaka 8 iliyopita. Lakini hata hawa wapya ambao wamekuja kuta hiyo historia, wamekuta mafanikio ya Simba akicheza makundi back, wanawajibika ndio tumekaa nao tumewakumbusha ya kwamba Simba anatakiwa kucheza makundi msimu huu, lakini hata wao wanafahamu ya kwamba Simba anatakiwa kucheza makundi msimu huu kwa sababu hiyo ni standard. Mmewafuatilia kiasi gani wapinzani wenu na pengine mnategemea kupata hamasa nyingine, kwa sababu tumeona baadhi ya michuano hii zinafikiri na mashabiki wao? Kazi ya kufuatilia wapinzani wetu ni kazi ya benchi la ufundi. Naamini mwalimu Pantev ameshafanya kazi yake hii pasavyo ya kuwafuatilia hao wapinzani. Kwa hiyo kuwa kwake support tunategemea kubwa kutoka kwa mashabiki wetu, mashabiki kutoka nchi jirani na Eswatini, kutoka Afrika Kusini. Hapa tayari mashabiki wanatusubiri tutue Johannesburg tuondoke nao kuelekea Eswatini, lakini tuna mashabiki kutoka Botswana, kutoka Zambia. Najua Eswatini ipo katikati, kwa hiyo imezungukwa na nchi nyingi ambazo zina wanasimba wengi. Kwa hiyo wale wote watakuja uwanjani kuja kuishangilia Simba yao. Na kwa wale ambao wanatoka Tanzania, wanatoka Dar es Salaam, na wenyewe vile vile wapo wanaoanza safari siku ya Ijumaa, wanakuja kuungana na timu yao. Yote kwa yote tunategemea support kubwa, na tunaamini tutakuwa ugenini kama nyumbani. Kwa bila shaka umetembelea baadhi zile mechi ambazo mmecheza indoor za kirafiki. Mechi ya mwisho mkafungwa goli 4. Umeonaje kiasi gani umeona muunganiko wa timu chini ya meneja Pantev? Timu yetu imebadilika sana na imekuwa bora sana kiasi cha kuleta matumaini mapya. Kwanza sisi ushindi haikuwa shida zetu huko nyuma, tulikuwa tunashinda vizuri tu, hasa msimu huu tumeshinda kila mchezo ambao tumecheza. Kwa sisi ushindi haijawahi kuwa kipengele. Tulichokuwa tunakihitaji, na ndio sababu ya kumchukua meneja Pantev, ni kutengeneza soka safi, ni kuifanya Simba icheze mpira wa kutisha. Unajua unaweza kumfunga mtu magoli 3 4 lakini ukawa haujamtisha.
haujamchosha, haujamuogopesha. Kwa hiyo tulimchukua meneja Pantev aje tutengenezee Simba ya kutisha, Simba ya kasi, Simba yenye ubora, Simba ambayo ina uwezo wa kucheza mpira wa kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Na mabadiliko yote tutaanza kuyaona katika mchezo wetu wa tarehe 19. Katika mchezo wa tarehe 19, kutokana na uchache wa muda, usitegemee mabadiliko makubwa sana, lakini utaiona Simba imebadilika kwa kiasi fulani kutoka pale tulipoishia mechi ya mwisho kuja kwenye Simba hii mpya ya meneja Pantev. Kutokana na mipango mikakati ambayo umezungumza hapa, nini wategemea wana Simba ambao watakuwepo hapa kwa ajili ya kushuhudia live mchezo huo ambao kwa kuwa ni mechi mbili, hatuwezi kuahidi kila mechi na ahadi yake. Tunachoweza kuahidi wana Simba ya kwamba Simba anakwenda hatua ya makundi kwa kujumlisha matokeo ya mechi zote mbili, ya nyumbani na ya ugenini. Kwa hiyo wana Simba wao watudai group stage, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutawapa group stage. Mbona pia umetambulisha goalkeeper mpya wa magolikipa? Mimi ni kocha mpya wa magolikipa. Ya, tumemtambulisha kocha mpya wa magolikipa, jina lake utalitaja wewe. Ni mwalimu mzuri mwenye uzoefu wa hali ya juu. Ni mwalimu ambaye atakuwa msaada mkubwa wa kunyanyua na kuongeza ubora wa magolikipa wetu. Simba tuna magolikipa wazuri sana. Hasa unahitaji best coach kwa ajili ya kuja kuwanoa hawa vijana wetu, kuja kuwaongezea ubora hasa kwenye modern goalkeeping style, kuja kuwaongezea maarifa makubwa, kuja kuwaongezea confidence, namna ya kusafiri, namna ya kuchukua mali, namna ya kuondoka, namna ya kuanzisha mashambulizi. Hayo yote ni mwalimu huyu mpya anakwenda kuwatengeneza vijana wetu. Na mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Musa Kamara, mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Yakubu Suleiman, mtaona improvement ya kiwango cha hali ya juu mno kwa Abel Hussein. Kwa hiyo tusubiri, huyu mwalimu ambaye tumemleta magolikipa ni mwalimu mtaalamu mno kwenye nchi za Ulaya Mashariki huko. Yes, ni mwalimu ambaye ana kiwango cha hali ya juu, ana uzoefu kwa sababu yeye mwenyewe ni goalkeeper. Alafu ukimwangalia namna ambavyo alivyo, unaona kabisa ni mtu ambaye amekamilika. Bila shaka tumepata mtu sahihi sana ambaye atakwenda kuongeza viwango, ubora pamoja na ujasiri wa magolikipa wetu. Tumeshajivusha hatua ya robo finali, si ndio? Hao wengine watatu ambao tunawakilisha Tanzania pia unaona msimu tukienda wote wanne. Tumejivusha. Wewe umeshasema tayari wana Simba watarajie tukiingia group stage. Je, vipi kwa timu nyingine ambazo zinabaki? Unaona tukiingiza timu nne? Hata sijui. Unajua? Kuna timu nyingine zinashiriki. Singida anacheza shirikisho, Azam shirikisho, Yanga anacheza klabu bingwa. Na nyie pia klabu bingwa. Mimi najua mimi tu. Okay. Kwa hao ambao nimekutajia? Sina taarifa nao. Tanzania kubwa hii kaka. Huwezi kujua mambo yanayotokea mikoani huko si wapi, huwezi kujua. Kwa muda wote wanashiriki, lakini unajua kama kuna timu nyingine tatu. Nime concentrate na Simba yangu. Okay. Sijui kabisa hata kidogo. Niliwahi kusikia KMK anashiriki na yeye. Anacheza na Azam kwenye hiyo. Ndo mpinzani wake. Safi. Tuko sawa sawa. Singida hujasikia kabisa? Kwa mara yake ya kwanza na anafika hatua ya pili. Singida Black Star. Kama unijui hivi. Ya Dr. Mwigulu Nchemba. Aliniambia juzi. Tuliona mko wote. Aliniambia juzi nilipokutana naye Singida. Siku pay attention sana kama anashiriki michuano ya kimataifa. Kwa sababu yule hata Sekafa anaitaka kimataifa. Kwa sasa nikawa sijaelewa. Sasa nikawa sijaelewa anashiriki mashindano gani. Na wenyewe wamo. Basi wakauita kwa unyama sana. Burundi hapa. Burundi. Sasa tumepata nchi za mchekea. Burundi. Imagine mtu anaenda Burundi, mwingine anaenda wapi? Malawi si ni Mbeya alochangamka. Unaweza kupanda basi. Yule mwingine anaenda wapi? Zanzibar. Imagine.
Imagine. Kwa pekee tu ndo mnaenda mbali. Simba tunapitia magumu sana kwa sababu ya ukubwa wetu. Sisi kila mechi finali. Nje yetu ngumu, lakini the hard ways only way. Ukiangalia mechi yetu ya kwanza tu ya hatua ya awali ile tukakutana na jiwe kweli kweli la Gaborone United, lakini tukavuka. Leo tunakwenda kucheza na Nsingizini. Na ni mechi ngumu. Wale Eswatini sio timu ya kawaida, wana ubora wao fulani hivi ambao tumeufanyia tathmini. Tumeona wale watu wanatisha kweli kweli, lakini tutavuka na yenyewe, tutavuka kwa aina ya timu tuliokuwa nayo na maandalizi tuliyofanya. Tunavuka bila vipengele vya aina yoyote. Hii ndio Simba Sports Club. Kuombea tamema. Hata niiombee dua Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Yanga. Mungu ibariki Singida. Hiyo siwezi kushiriki. Mimi nachotamani wote watolewe, tubaki peke yetu. Haya moyoni hiyo kaka. Haina chembe ya unafiki hata kidogo. Na ninachomaanisha hicho. Jamani, asanteni sana.